watu wengi tumekuwa tukipenda kutumia usafiri wa ndege. Na ukitumia ndege unaonekana kama una hadhi fulani hivi, lakini pia sababu nyingine ni uharaka katika kufika maeneo mbalimbali licha ya ukubwa wa gharama ukilinganisha na aina nyingine ya usafiri. Ukitumia ndege bwana, wengine wanasema wanakuona wakishua. Lakini mbali na kuwa usafiri huu ni pendwa kwa watu wengi, bado kuna suala la usalama wa huduma za dharura. Pindi ambapo dharura inatokea, inabaki kuwa ni kama changamoto, si tu kwa abiria, hata kwa watu wa huduma wa ndani ya ndege. Tukiangazia suala hili la usalama na huduma ya dharura kwenye usafiri wa ndege, tunaungana na Dr. Nasra Nassor Omar ambaye ni daktari wa afya ya wanaanga kutokea Aerospace Medical and Training Center. Daktari, karibu sana. Nimefurahi kukuona za siku nyingi. Salama. Mimi waga naona tu kwenye page yako ya Instagram unatoa maelekezo jamani, mara kuna vimto vyako vile unaweka unaelezea. Nini kilikuvutia kwanza kusomea udaktari huu ama kuspecialize kwenye hii sekta, kwa sababu bado sijaona watu wengi? Mwanzo nilitaka kuwa pilot. Huko ndo nilipoanzia. Lakini bahati mbaya tuseme ama bahati nzuri, sikuweza kuanza kwa kufanya flying school kipindi hicho kwa sababu ya hali ya kimaisha. Kwa hiyo nilifaulu vizuri form 6, kwa hiyo nikaenda kufanya medicine. Kwa hiyo nikafanya daktari. Baadaye ile hamu ya kuwa pilot bado ipo. Lakini sasa umeshakuwa daktari, kwa hiyo unaweza kuintegrate. Kwa hiyo kuintegrate ile kutoka pilot kuwa daktari wa pilot pia ni moja kati ya safari ya kuwa pilot baadaye. Kwa sasa hivi ukipata chance ya kwenda kuwa pilot unakwenda? Ama ndoto imeshakufa kwa sababu basi tuseme inshallah majaribu. Natambua kwamba umekuwa ukitoa elimu hii kwa muda mrefu sana, Nasra. Tukianzia hapo, tuambie ni elimu hii kwanza ni muhimu kwa kiwango gani, hususan kwa wasafiri na wale watu wa huduma ndani ya ndege? Hii ni elimu kama elimu nyingine zilivyo. Ni muhimu sana hata kwa mtu ambaye hasafiri kwa ndege, kwa sababu sisi tunafundisha madhara ambayo yanaweza kutokea ikiwa utasafiri na ndege. Lakini hata kama hujasafiri na ndege, kuna madhara mengine ambayo unapata ama emergency unaweza kuzipata hata huku ukiwa nje ya ndege. Kwa hiyo ni elimu muhimu. Kwanza tunawafundisha cabin crew, yani wahudumu wa ndani, namna gani wanaweza kumtambua abiria aliyepatwa na tatizo la kiafya ndani ya ndege. Tunajua sio ndege zote ambazo kwa siku husika inaweza ikabeba daktari. Kwa hiyo tunawafundisha wahudumu wa ndani ya ndege ili waweze kutambua, lakini baada ya kutambua dharura iliyotokea ni namna gani wanaweza wao kuwasaidia wengine watakaopata tatizo hili la afya kwenye ndege. Kwa hiyo hiyo ni elimu kama elimu nyingine. Lakini tunachokifanya kingine ni kuwasaidia watu ambao wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa matibabu. Labda unatoka hapo unaenda nchi nyingine kwa matibabu. Tunawasaidia pia kuwaelekeza namna gani unaweza kuwa kwenye ndege ukakaa comfortably. Kwa hiyo katika vitu ambavyo tunafanya consultation. Wanakuja, kwa mfano mtu ana maradhi anakuja na tunamwambia kwamba dawa gani ambayo anaweza kuchukua kipindi cha safari. Kuna dawa ambazo huruhusiwi kutumia kipindi cha safari. Kuna dawa ambazo unatakiwa utumie kabla ya kuruka, ama kama una shida ya kupata hewa, kwa sababu ndani ya ndege hata kama kutakuwa kuna mkandamizo mzuri wa hewa, lakini bado ni sehemu ambayo sisi hatukuumbwa kuishi kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo utakuwa kuna uhaba wa oxygen kipindi fulani cha ile safari ya ndege, na especially during take off and landing, kipindi cha kuruka na kipindi cha kutua. Kipindi kile ndege inakuwa ina suffocate kidogo, oxygen inakuwa inapungua around 20%. Kwa hiyo ni kama mtu ana matatizo ya afya kama vile matatizo ya moyo na matatizo ya mapafu, basi anapata athari zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana tatizo la moyo, tatizo la mapafu au amefanyia operation, tunamshauri namna gani anaweza kusafiri, lini anaweza kusafiri, wakati gani anaweza kusafiri, lakini hata hapo anaposafiri awe na usaidizi wa aina gani. Mnaofikiaje watu sasa?
elimu hii bado ni changa kwa Tanzania, lakini tunajitahidi sana kwenda social medias kuwaelekeza watu. Lakini sasa hivi kuna makampuni ya ndege ya hapa Tanzania ambayo yana tu consult sisi kama aerospace expert. Tunawaelekeza namna gani ya kuona dalili ambazo zinaweza kuwaambia abiria huyu simchukue na abiria huyu mchukue. Na makampuni ya ndege wana namna yao ya kuwachukua hawa abiria. Kuna fomu maalum ambazo wanajaza abiria wenye matatizo ya kiafya, ili hata kama ikitokea any emergency kwenye ndege, wao wanajua kabisa hii namna gani naweza kumsaidia. Kwa hiyo tunafanya hivyo, lakini bado kwa sababu tasnia hii bado ni changa kwa Tanzania, japokuwa tunaona tasnia yetu ya anga inakuwa inaendelea kukua, lakini bado tuna hiyo challenge ya kupeleka huu ujumbe kwa jamii. Watanzania wengi ukiacha tu kuitafuta hiyo elimu ni wavivu hata kufanya uangalizi wa afya mara nyingi, na kama unavyosema sio mashirika yote ambapo ya ndege ukikata tiketi watakuuliza hali yako ya kiafya. Ni ngumu kiasi gani kuipeleka hii elimu kwa watu mpaka waipate? Kwa sababu kama mimi naona nasafiri kila siku na sijawahi kupata shida, najua sihitaji kufanya check up ya aina yoyote. Mimi kwanza experience inakuja kwamba watu wanadhani kwamba kusafiri na ndege ni safari murua sana. Ni murua kiaina yake ikiwa huna tatizo la kiafya. Lakini likikutokea tatizo la kiafya, utashindwa kusaidiwa kwa sababu imagine uko let's say tunatoka hapa tunaenda Mumbai. Hapo katikati umeshafika 1 hour tuko Seychelles labda. Unapatwa na tatizo, unasaidiwaje? Na hatuna sehemu ya nishushe hapo, huwezi kushushwa kabisa. Tunabidi twende. Kwa hiyo ni lazima kwanza ujue unaposafiri kama una tatizo lolote la kiafya kabla ya safari, disclose the information. Na especially kwa watu ambao unaenda kukata nao ticket. Challenge inakuja kwa sababu sasa hivi mitandao ni mingi na matumizi ya mitandao imekuwa mingi. Unaweza kukata ticket online usidisclose hiyo information kabisa. Kwa hiyo ndio maana inakuja elimu hizi zinazozitolewa, elimu kwa jamii, ili hata ikitokea at least uwe na information kwamba mimi na tatizo hili, basi natakiwa nifanye 1 2 3. Na uhaba wa kwetu unatokea kwa sababu nahisi tasnia yetu inahitaji watu ambao wana elimu, madaktari, lakini hii elimu ya kuwa aviation doctor haipatikani Tanzania. Wewe umesomea wapi? Egypt. Nilijua. Mimi nimesoma Egypt, lakini pia nimefanya Marekani. Kwa hiyo ni sehemu mbili ambazo nimesoma, lakini most of the time nakuwa in Egypt ndo nimefanya the service itself. Kwa hiyo kule ndo nimeona kabisa, kwa sababu ni mazingira ya Afrika, unaona kabisa ni changamoto gani ambazo unaweza ukazipata ikiwa utasafiri, na mazingira yetu ni same. Yaani rangi tu tunafautiana, lakini mazingira karibiani yale vumbi kama nini. Kwa hiyo mambo yanakaribiana. Kwa hiyo ni namna gani tunaweza tukaipeleka elimu ya afya ya anga? Kwanza ni kwa sababu labda serikali ianze kutoa hizi scholarship labda watu ambao hawana uwezo wa kusoma aviation medicine, kwa sababu sasa hivi labda tuseme ambao at least wana certificate tuseme 10 12, lakini mtu ambaye amefanya postgrad diploma ni watu wawili tu waliofanya hapa Tanzania. I see. Yes. Umeniambia kwamba hapa Tanzania hii elimu ni ngumu kuipeleka na tasnia ni changa, na kama unavyosema ni wawili ambao walau wamefika kiwango cha juu. Umefanya kazi Egypt pia. Tofauti koje? Tofauti, wenzetu walianza mapema sana kwenye aerospace na wale wana vyuo vingi na kuna taasisi nyingi ambazo zinawapeleka wanapeleka kwa mfano Middle East, watu wanaiangalia Egypt kama ni sehemu, ni center of aerospace medicine kwa upande wa Middle East. Kwa hiyo wao wamepewa hiyo mamlaka ya kushughulikia hayo mambo. Lakini kwetu sisi hata kama we have Kasoa, tunayo ile Center of Aviation Medicine, lakini bado ni changa. Ilianza kama 3 years ago, ambayo bado madaktari bado hawajajua namna gani ya kuweza kuzifikia hizi elimu. Tunapata maswali kwa madaktari, tunapata maswali kwa wanafunzi ambao labda wako kidato cha 6 na they are interested to be aviation medical examiner ama aviation aerospace expert. Basi wanauliza hayo maswali, lakini concern yetu ni kwamba
limit yetu ni kwamba hatuwezi kuwa na chuo kwa sababu bado nahisi bado hatujawa na ule mwamko mkubwa kusema tunaweza tukawa na Aerospace Medical Center hapa Tanzania. I say, kama uko hapo nyumbani ama umekaa sehemu fulani kijiweni, umetulia unasikiliza kasri hiki alichokisema Dr. Nasra hapa, unahitaji kabisa kushushia na fundo fulani la cocktail kutoka Captain Morgan Gold, kwa sababu madini ni mengi, na huenda wewe mwenyewe ulikuwa ukipanda usafiri wa anga unasema tu mwenzangu leo napanda ndege nataka siti ya kidirisha. Hicho ndio kitu ambacho wengi tunazingatia, lakini hatuwazi masuala mazima ya kiafya, kumbe ni ya muhimu sana. Kwa hiyo kama uko hapo, agiza zako cocktail ya Captain, na unaweza kuichanganya na cola ama na tangawizi, lakini flavor mbalimbali unaweza kuziadi. Sasa wewe jaribu mix ambayo unaipenda, halafu tupia comment kwenye Instagram page ya Captain Morgan Gold kwa anwani ya Captain Morgan TZ. Kama kawaida, however you like to spice Captain, spice on, lakini hakikisha una umri juu ya miaka 18. Lakini hata wewe ambaye umri juu ya miaka 18, hakikisha kwamba unakunywa kistaarabu, kimombo wanasema drink responsibly. Tembelea tovuti ya drinkiq.com ili uweze kupata maelezo zaidi. Watu wengi Dr. Nasra, tukisikia safari tunakuwa excited kwamba nasafiri. Sana sana tutazingatia nikitoka nipendeze, nikienda huko wajue kwamba kila mtu na fashion ambayo anapenda. Labda nitataka siti yangu ya dirishani, na kwa kuwa labda unajua mbona sijaumwa kipindi fulani, huna wazo la kusema kwamba nahitaji kufanya uchunguzi wa kiafya. Kabla mtu hujasafiri, hata kama unatakiwa kuzingatia vitu gani kiafya? Kitu cha kwanza, muonekano wako pia ni moja kati ya risk ya kuweza kupata tatizo kwenye ndege. Ukivaa nguo zinazobana unaweza kupata tatizo. Watu wanasafiri bila tight, watu wanabana sana, unakuta kifua kimebana sana. Sasa shida ni kwamba sisi tulivyoumbwa, tumeumbwa kuishi duniani hapa. Na ukiangalia hata mazingira ya viumbe ambao viko juu vina mabawa, na mazingira ya viumbe ambavyo viko chini vina mikia, yani mabawa na mikia. Kwa hiyo kuna utofauti, na hicho utofauti wake ni kwenye mkandamizo wa hewa. Kila unapokwenda juu zaidi ya usawa wa bahari, ile atmospheric pressure inapungua. Inapopungua inaruhusu hewa kutanuka. Kwa hiyo kama umevaa nguo ambazo zinabana sana, utahisi wakati unaruka zaidi nguo zitaanza kukubana tena na tena na tena. So imagine mtu ambaye amevaa nguo za kubana, lakini watu wengine wanasafiri wamebana mkanda, wameweka kanda lile, unasikia mtu kubana. Sasa unashindwa, unasikia. Kuna siku nilikuwa na airport pale nikasema ulipendeza, lakini sasa Dr. Nasra amenishtua. Unashindwa kuelewa kwamba nini tatizo, lakini kwamba unaporuka kwenda juu zaidi, atmospheric pressure inapopungua, yani mkandamizo wa hewa unapopungua, gesi inatanuka na kutanuka. Kwa hiyo moja muonekano wako, lakini chingine, kwa hiyo maana yake tunatakiwa kuvaa nguo pana fulani, yani, kama hili juba langu namna hiyo, kama hivyo loose, yani usiwe na nani. The interview question that unakuta mtu mwingine unavaa corset ndani yake, alafu hapa umevaa jumpsuit. I say unapata na tatizo, unaenda lavatory, choo yenyewe ni kidogo, mambo ya kuvua nguo zote sasa shughuli. Kingine ni chakula ambacho unatakiwa, yani chakula ambacho umekula kabla ya safari. Chakula ambacho chochote kinazalisha gesi kinakufanya upate shida, kwa sababu tunapokwenda huko juu, kwa sababu kwa mfano mkula chips yai, utasikia tu kama tumbo limejaa maharage, unasikia tu tumbo limejaa, unashindwa kupumua vizuri. Lakini ubaya ni kwamba kwa sababu kila ukienda juu atmospheric pressure inapungua, hewa inatanuka. Ukishuka chini, hewa inapojikandamiza tena, inabidi mambo mengine ya pass. Kwa hiyo hapo tunaanza kusikia hata kwenye ndege, kama umeenda long haul flight, hata kama unashuka kwenda ndege, wakati unatoka na take off na land, unakuta harufu ndani ya ndege inaanza kubadilika, kwa sababu kuna watu wameshaharibu mambo. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo natakiwa uangalie afya yako, muonekano wako, lakini kingine ni chakula. Lakini kama una tatizo lolote ambalo linahusiana na pua na masikio, hii pua na masikio yanaungana sehemu hapa, kuna ET, kuna sehemu kiungo kinaungana kwa ajili ya kuequalize pressure.
kufanya kwamba hewa inapoingia iweze kutoka moja kwa moja wakati wa kutua na kuruka. Kwa hiyo ikiwa una flu utapata shida sana wakati wa kutua. Kwa sababu gani? Kwa sababu pua imeunganika na masikio. Kuna sehemu inaitwa Eustachian tube. Sehemu ambayo inaunganika, maana yake ukiwa na flu ile mucus au kamasi zinakaa pale kwenye ile tube. Inapokaa wakati wa kutua sasa, ile kamasi inataka kutoka, ina push kwenye ngoma ya sikio, kwa hiyo unaanza kupata maumivu makali. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho mtu kama unahisi huna safari ya ulazima, na sisi kwa cabin crew, pilot na aircraft engineering tunawaambia kwamba ukiwa una tatizo hili, na imeandikwa kabisa kwenye regulations, ukiwa una flu hawaruhusiwi kuruka kwa sababu anaweza kuharibu masikio yao. Na masikio ni moja kati ya kiungo muhimu sana kwa watu ambao wako kwenye tasnia ya anga. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine. Lakini kwa mtu ambaye mwenye maradhi, kwa mfano sasa hivi tunaona watu wanaenda kufanya BBL, mtu anaenda kuongeza shape au mtu anaenda kutoa kiungo kwenye mwili wake, basi kuna namna ambayo unatakiwa ukae. Kwa mfano umefanya operation wa tumbo, unatakiwa at least siku 21 kabla ya kuruka, kwa sababu bado viungo vyako viko wazi. Kufanya hivyo kuna kupelekea wewe uweze kupata matatizo wakati wa kuruka ama wakati wa kutua. Kingine ni mama mjamzito ambaye ana mimba yake ni kwenye wiki 32 mpaka 36. Pia ni mtu ambaye tunamkataa kumchukua kwenye ndege kwa sababu huenda akajifungua kabla ya muda, na pale inawezekana facilities hazitoshi wakati wa kujifungua, unaweza ukapata tatizo. Kingine ni mtu ambaye ameng'oa jino au mtu mwenye jino ambalo lina tundu, pia unaweza ukapata tatizo la wakati wa kuruka na wakati wa kutua, kwa sababu ni sehemu ambayo inaingia hewa, na unajua hewa inakuwa inaathirika wakati mwili wako unaathirika kutokana na mabadiliko ya hewa ndani ya ndege. Vipi kama tayari ni mgonjwa na ushauri wa madaktari kwamba labda akatibiwe kwa haraka nje ya nchi ama hata kama ndani ya nchi, lakini anatakiwa kutumia usafiri wa ndege? Kuna njia ambazo unaweza kutumia. Wakati mwingine unaweza ukaharakisha mauti ya mtu kabla ya muda. I'm sorry to say this, lakini kuna watu ambao unasema mimi lazima nisafiri leo, lazima mzazi wangu asafiri leo kwenda India labda tuseme kwa ajili ya matibabu. Lakini ukiangalia tunaweza tukamsaidia kwanza, labda tukampa dawa au tukamfanyia procedure yoyote ambayo itakamfanya awe comfortable wakati wa kuruka. Kuna wakati ambao mtu anaruka na labda anatamani kusafiri akiwa yuko labda kwenye kiti, lakini kwa hali yake inabidi tumchukulie stretcher. Sasa kuangalia kwa mfano Boeing stretcher, ili uweze kuiweka stretcher ikae vizuri, ni viti 9. Kwa hiyo expenses ya kwanza, lakini pia unaenda kumsumbua mgonjwa, ungeweza kumsubiri hata wiki moja tukamwangalia hali yake inaonekanaje kabla ya kumpeleka ili akaruke. Kwa hiyo tunapendelea sana, hata kama madaktari hospitali wanaweza kukwambia asafiri haraka haraka, upate ushauri wa madaktari wa anga ili at least akwambie, kwa sababu kusoma, daktari anaweza kuwa daktari mzuri lakini hana uelewa wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa huko juu, ni namna gani mwili unaathirika wakati anaporuka. Kwa hiyo ni namna gani unaweza ukamsaidia, ni sisi aviation medical doctor au aerospace medical doctors ambao watakao msaidia mgonjwa wako, tumwambie kwamba huyu anaweza kuruka kwa wakati huu au huyu tusubiri siku 3 tumwangalie hali yake ilivyo, kwa sababu tunao watu ambao walitamani kuruka lakini naambia subiri kidogo. After 3 days unakuta mtu amefariki. Inachukua muda gani kufanya hiyo consultation ya kujua kwamba huyu mtu anatakiwa kusafiri leo ama anatakiwa kusubiri? Ni consultation ina few minutes, yani 30 minutes 45, yani tunaitwa hospitali. Unafika hospitali, daktari atakwambia kwamba mgonjwa wangu ana tatizo 1 2 3 na tunataka kumsafirisha labda. Kwa hiyo unaangalia athari ya maradhi yale ni namna gani anaweza kuathirika wakati anaruka sehemu ambayo oxygen ni ndogo, na especially kipindi cha kuruka na kipindi cha kutua. Kile kipindi ambacho huko juu kule inawezekana ikakusaidia vizuri, lakini wakati wa kuruka na kutua inaweza ikakupatia shida. Kwa hiyo tunawashauri kwamba tumsubiri kidogo, au labda kuna dawa ambazo anaweza kutumia kwa kipindi hiki. Kuna watu ambao wamefanyia operation, labda mtu amepata ajali akapasuka kwenye mbavu na mapafu labda yakawa affected. Kwa hiyo huyu tunaweza kumwambia subiri kwanza, labda kuna procedures ambazo zifanywe, sehemu ambayo inatakiwa ipite hewa inatakiwa iwe imeshaziba ili mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo tunafanya hivyo, lakini kama mtu ana tatizo lolote la afya na anataka kusafiri,
aende kwenye hizi airlines, kwenye makampuni ya ndege, kuna fomu maalum inaitwa MEDIF. Hii fomu atapewa yeye, kuna sehemu 3 anajaza. Sehemu ya kwanza atajaza yeye mgonjwa, sehemu ya pili atajaza daktari ambaye anamtibu, na sehemu ya 3 inakuonyesha tu namna gani unaweza, vitu gani ambavyo haviruhusiwi na vitu ambavyo vinaruhusiwa kwenye ndege. Kwa hiyo ni muhimu sana hii karatasi. Na hii karatasi inatakiwa irudi at least masaa 48 kabla ya safari. Sasa unakuta mtu mwingine anataka hapo hapo asafiri wakati bado hujamwangalia kwamba huyu risk ya yeye kupata matatizo yote kwenye ndege ni matatizo makubwa au matatizo madogo, au hatopata tatizo wakati wa kuruka. Kabisa. 12:53 nasikiliza Kasri. Mimi ni Imani Henrik na tunaangazia swala zima la usalama na huduma ya dharura kwenye ndege, na hapa nazungumza na Dr. Nasra Nassor Omar, yani daktari wa afya na wanaanga kutoka Aerospace Medical and Training Center. Hapo ulipo usisahau kuchanganya hiyo Captain Morgan yako pamoja na cola, tangawizi ama kitu chochote ambacho ungependa, lakini flavor mbalimbali unaweza kuongeza, iwe tikiti, iwe nanasi, iwe lemon na vitu vingine vingi. Lakini wewe ukishachanganya pale ukapata experience, basi share na sisi kupitia Captain Morgan TZ pale Instagram, na kama kawaida, however you like to spice Captain, spice on. Hakikisha una umri wa zaidi ya miaka 18 na unywe kistaarabu, lakini usisahau kutembelea tovuti ya drinkiq.com. Dr. Nasra, unadhani sasa kuna umuhimu wa mashirika ya ndege kuweka fomu za kitabibu mtandaoni wakati mtu anakata tiketi? Fomu zipo na watu waambiwe, kwa sababu watu wengi wakienda pale, yeye kazi yake tu tovuti ya Tanzania, nakata tiketi yangu, sitaki mambo mengine. Fomu zipo online na zimewekwa makusudi kwa sababu hiyo, lakini ni wakati sasa makampuni ya ndege yawe yanatoa, sisi wadau tunafanya hivyo, kutoa elimu kuhusiana unapoumwa procedure gani ambazo unatakiwa ufanye wewe kama mgonjwa au mtu ambaye unahudumia mgonjwa, namna gani unaweza ukapata information kama hizi. Kwa hiyo unaweza kwenda kwenye tovuti ya makampuni ya ndege ambayo unaweza kuipata hiyo. Lakini ni sehemu ambayo nahisi makampuni ya ndege wenyewe wanatakiwa wafanye initiative kuhakikisha kwamba hii elimu inaenda. Sisi tunaweza tukatoa elimu kwa upande wetu, lakini kuna watu ambao hawawezi kutufikia sisi, wanaweza kufikiwa labda na makampuni ya ndege. Kwa hiyo wao wanatakiwa watoe elimu kama hiyo. Lakini jambo jingine ambalo sisi tunaliangalia pia, kuna watu ambao ni muhimu sana ambao hatuwaoni kwamba labda sio wadau, ni wadau kwenye tasnia ya anga, lakini hatuwachukulii kwa uzito wake. Kwa mfano watu wa ground handling ni watu ambao wewe unaweza kupata tatizo lolote la kiafya kwenye airport, sio lazima kwenye ndege. Kwa hiyo hawa pia ni sehemu ambayo makampuni ya ndege pamoja na zile ground service companies wanatakiwa wao pia wafanye initiative kuwaelekeza namna gani ya kuhandle hizi emergencies. Na sisi kama Aerospace Medical Training Center tunafanya hizi outreach, na I think next week tutakuwa tuna outreach program kwa Zanzibar, kuwafanyia screening kwanza maradhi mbalimbali, na outreach hiyo pia itakuja huku JNIA, Julius Nyerere International Airport, ambapo tutawasaidia kujua matatizo au afya zao wadau wote wa anga. Kwa hiyo tutakuwa kuna free service ambazo zitafanyika pale, na kwa TAA wao wenyewe watatusaidia kutupatia hiyo elimu, lakini sisi tutachip in kuwapatia hiyo elimu. Lakini Ocean Road pia na wao pia watafanya screening kwenye masuala hayo ya afya pamoja na masuala ya saratani. Wote itakuwa ni hapa pamoja na kule Zanzibar. Kwa kiwango gani taasisi yenu imekuwa na mchango mkubwa katika kutoa elimu hii ya anga na kuwasaidia abiria na hata marubani? Sisi binafsi, mimi kwanza wakati naanzisha tulikuwa tuna makampuni machache. Naanzisha kampuni 2021, huu ni mwaka wa 5 tunatimiza. Na mwanzo tulikuwa hatujapata sehemu kubwa sana ya platform ya kufanya hivi kazi, lakini at time naweza nikasema Air Tanzania wenyewe, Air Tanzania cabin crew wote wamepita kwangu. Kuuliza Dr. Nasra wote wanajua. Kwa hiyo elimu hii imeingia kwenye tasnia. Kwa mfano Air Tanzania, Precision Air, Flightlink na makampuni mengine ya ndege, yote hao wasi wanajua kwamba tuna walimu ambao wanatakiwa wafundishe masuala ya afya ya anga, lakini pia ni wanasaidia kwenye kujua na kutambua
athari zinazoweza kupatikana ndani ya anga. Na sisi tunasimamiwa na mamlaka ya usafiri wa anga, kwa hiyo wao ndo wanatupa vibali ni tuende to what extent. Na sasa hivi serikali imeanzisha National Institute of Transport ambayo kuna aviation school pale pia nafundisha pale. Kwa hiyo pia natoa elimu kuhusiana na emergency ambazo zinaweza kutokea kwenye ndege na namna gani wahudumu wa ndani ya ndege wanaweza kuwasaidia. Lakini tuna railway sasa hivi SGR, unatoka hapo unaenda zako Dodoma, unaenda Morogoro. Pia na wao wale wanapitia, kwa sababu wale wanapitia kwenye shule hizi za aviation. Wote wale wanapitia kwenye shule za aviation. Kwa hiyo tunakutana huko, lakini pia na wao wanatakiwa wajifunze hivi vitu mara kwa mara, na iko ndani ya sheria zao za usafiri wa railway pamoja na usafiri wa anga. Kwa hiyo wanasaidiwa kwa namna hiyo, lakini kwetu sisi tunasema kwa sababu tunatimiza miaka 5, tuna zaidi ya watu 1000 crew ambao tumewasaidia kuhakikisha wanaweza kuwasaidia watu wengine. Lakini unajua elimu inabadilika. Kwa hiyo kila mwaka tunarudi tena kwenye makampuni ya ndege, tunafanya zile elimu kwa vitendo, lakini pia tunawaelekeza namna gani ya kuwasaidia. Along with that tumewasaidia pia kuwapatia nyenzo, kwa mfano vitabu pamoja na vifaa ambavyo vinaweza vikatumika ndani ya ndege. Kwa hiyo hivyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunasema kwetu sisi tunaona kama ni moja kati ya vitu ambavyo tumeviachieve kwa muda huu wa miaka 5. Na kitabu hiko kinawaonyesha namna gani ya kumsaidia mtu anapopata na tatizo la afya. Lakini hata wewe ambaye husafiri unaweza kutumia hicho kitabu na ukaweza kujua na mtu leo akipata hata hapa akianguka amepata kifafa, unawezaje kumsaidia. Mtu amepata ameungua na chai, ameungua na maji, unawezaje kumsaidia. Amepatwa na labda ameanguka, amepata fracture, unawezaje kumsaidia. Kwa hiyo ni elimu ambayo kila mmoja wetu anatakiwa aijue. Dr. Nasra, asante sana. Tunakushukuru kwa kuungana na sisi na hongera sana kwa kazi nzuri. Tuna chini ya dakika 1. Unadhani uhaba wa fedha ndio umechangia pia kuwa na madaktari wachache ambao wamespecialize kwenye swala hilo la kutibu watu ama kuwapa tahadhari kwenye usafiri wa ndege? Moja ni hilo, kwa sababu elimu ni very expensive. Unaweza kukuta kozi ya wiki tu unaweza kusoma kwa $2,500 na sasa hivi mambo yanazidi kuwa makubwa. Master ya aerospace medicine ni milioni 100. I say kasheshe. Asante sana Dr. Asante sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.